Inspekta Jenerali wa Polisi Douglas Kanja anatarajiwa kuzindua rasmi masomo kwa makurutu 5,023 wa polisi chuoni Kiganjo katika kaunti ya Nyeri. Idadi hii ikiwa ni sehemu ya makurutu 10,000 waliosajiliwa mwezi uliopita. Mwanahabari wetu Kamau Mwangi yuko chuoni Kiganjo akifuatilia matukio hayo, na sasa tunaungana naye mubashara kwa mengi zaidi. Kamau. Na asante Mashirima, na kama ulivyotaja pale, Inspekta Jenerali wa Polisi Douglas Kanja tayari amewasili katika chuo hichi cha Kiganjo ambako makurutu 5,023 watakuwa wanapokezwa mafunzo pindi tu atakapoyazindua yale masomo. Na naye msemaji wa polisi Bwana Mushiri Nyaga, karibu kwenye runinga ya Citizen. Kati ya masomo ambayo wale makurutu watakuwa wanapokea hapa, pengine unaweza kumueleza mtazamaji wa runinga ya Citizen yatakuwa ni masomo ya aina gani ukitizama kamera? Asante sana Bwana Kamau. Ningetaka nichukue nafasi hii mwanzo niwashukuru kwa kupatia hii coverage. Inspector General wa Polisi tayari amefika hapa. Ni kweli tayari tuko na makurutu karibu 5,000 hivi ambao mafunzo inaanza rasmi hapa. Kusema ukweli, polisi hawangekubali kubaki nyuma tukiangalia vile ulimwengu iko. Kwa hivyo yale mafunzo ambayo zaidi ya yale mafunzo ya kawaida, utapewa mafunzo ya tuseme kama utumiaji wa bunduki, police procedures, criminal law, maneno kama yale. Lakini pia tunaegemea maneno ya teknolojia. Mafunzo ya teknolojia lazima, manake ukiangalia hata uhalifu siku hizi unaendelea kubadilika. Kwa hivyo issue za cybercrime kwa mfano ni sehemu ambayo tunaangalia kabisa. Ukiangalia pia maneno ya forensic investigations, manake kutumia maktaba laboratories zetu na kutumia yule ujuzi wa forensics katika kuchambua na kuangalia maneno ambayo yanahusiana na uhalifu. Kwa hivyo na pia uangalia maneno ya human rights, manake sisi kama polisi lazima tuegemee mahali wananchi wako. Tuendelee kukaa pamoja na wananchi na kuelewa hasa ni vitu gani ambao wanahitaji, manake wale wananchi ndio heartbeat yetu. Kwa hivyo maneno kama human rights, manake namna tutazidi kuzungumza ama kutendea wananchi ni kitu ambacho lazima kitatiliwa mkazo kabisa. Na msemaji, umeweza kutaja mambo ya haki za kibinadamu, na kikosi ama idara ya polisi imeweza kuwa accused kwamba imekuwa ikizikiuka zile hali. Pengine wale maafisa ambao mnatarajia kutoa hapa, tutaona utofauti wao na wale ambao tayari wako kwenye kikosi? Bila shaka, manake na kuja kwa Inspector General wa Polisi siku ya kwanza, hii si kitu ya kawaida. Manake jukumu kama hili angelipatia tuseme kama yule commandant, yule msimamizi wa hii shule, lakini yeye mwenyewe amesema siku ya kwanza angetaka kuwa pale. Ndio tuwe na ile kusisitiza ile mwelekeo ambao sisi wenyewe tunataka kuchukua. Ni kweli kumekuwa wananchi wamekuwa na lalama kidogo kuhusu utendakazi wetu, tunakubali. Na kuja kwa Inspector General siku ya leo, siku ya mwanzo, ni katika ule mpango, katika ile trajectory kuhakikisha kwamba hata sisi wenyewe tunakuwa pamoja na wananchi, tunasikiza yale maneno ambayo wanasema. Manake hatuwezi tukaexist kama police service virtually, hapana. Lazima tuwe tunaexist kwa sababu ya wananchi. Na kati ya maono ambayo umeweza kutaja pale Inspector General, tuliona akisema kwamba kutakuwa na kuzinduliwa kwa occurrence book ambayo ni ya kidijitali kwa kureport na kumodernize the police service. Ni kati ya masomo ambayo wataweza kuyapokea hapa pengine? Bila shaka. Tukiangalia maneno ya teknolojia inahusu mpaka tuseme kama ile OB. Manake sasa tungetaka kudigitize ile occurrence book, tuwe kwamba tuachane na maneno ya makaratasi. Na hiyo program ya kudigitize bado inaendelea, na hawa watakuwa ni wale ambao watakuwa wa kwanza kabisa katika yale matumizi. Manake ni vizuri kukumbusha Wakenya kwamba tuwasikia na tunasikiza yale ambao wanasema, na ni kweli lazima pia sisi tujialign, tutumie ile jina, tujialign na vile Wakenya wanasema. Hakika. Yeah.
Na kwa masomo yenyewe, pengine unaweza kutueleza kama kuna ile idara ama directorate ya kuhakikisha kwamba polisi na wananchi wanapelekana vizuri, ama directorate ya public relations na Wakenya? Kabisa. Manake tumekuwa na mambo ya community policing, lakini si community policing peke yake. Tunasema ya kwamba lazima tukue na ile customer care. Issues ya customer care ni jambo ambalo pia tunatilia mkazo, manake tunakuwa na mazungumzo ya moja kwa moja kati ya sisi kama maafisa wa polisi na wale watu ambao tunawahudumia, ambao ni mwananchi wa kawaida, ni Mkenya wa kawaida, na tunasema yeye ndiye mlipa kodi. Kwa hivyo community policing pia tukiongeza maneno ya kuwa kwamba tuko na tunakuwa na ile customer care service, tunakuwa kwamba sisi wenyewe tunaweza kuwa na mikutano mara kwa mara na kusema kwamba utendaji kazi wetu, tukitaka wananchi wenyewe waanze sasa kupatia ile alama kusema kwamba tunafanya vipi. Lakini yetu si kusema peke yake. Yale mafunzo ambayo yanaanza leo officially inalenga pale kuhakikisha kwamba sisi wenyewe tunakosa kuwa na yale masuala ya kwamba tunajibizana tu. Tunataka kutendea Wakenya kazi. Haya ni mambo ambayo nafikiria Inspector General atayazungumza pale, na mtakuwa na nafasi nzuri sana ya kuzungumza naye pia. Na Bwana Muchiri, nikimalizia, makurutu 10,000 nadhani ndio idadi kubwa sana zaidi ambayo mmeweza idara yenu imechukua kwa kipindi kimoja, kwa training na nini. Watakuwa wanasoma kwa muda unatoshanaje, na watakuwa wanahitimu lini? Haya masomo yote inatarajiwa kuchukua miezi 9. Haya ni mambo ambayo yamepangwa kuanzia mwanzo mpaka mwisho. Kwa hivyo kutakuwa na maneno ya kusema kama ni mafunzo ya nje, na kuna yale mafunzo ambayo ni ya darasani pale. Kumbuka kwamba sisi tunafunzwa maneno ya basic law. Wakati tunatoka nje tunaenda kuhudumia wananchi tukitumia ile sheria. Kwa hivyo masuala ambayo yanahusiana na sheria ni kitu ambayo inatiliwa mkazo sana hapa. Alafu sasa ndio tutakuja tuongeze yale maneno mapya ama mambo mapya ambayo nimezungumzia hapo awali. Kwa hivyo hawa makurutu 10,000 na tunataraji kwamba katika main campus hapa Kiganjo pia tuko na Embakasi B ambayo ni GSC Training School, na pia tuko na Embakasi A ambayo zamani ilikuwa inaitwa AP Training School. Masomo yote yenyewe yanafanana, inalenga service delivery ya wananchi. Manake hapo ndio tunalenga. Na kwa hivyo kwa ile kipindi ya miezi 9 tunataraji kwamba watakuwa wamehitimu, wamefunzwa vizuri na wako tayari kutumikia wananchi. Na mwisho kabisa, kwa wale ambao mliwachukua kwanza, kuna wale ambao walichujwa tayari, mmefanya zoezi la kuwafanya replacement. Unaweza kutuambia pengine ni idadi ya kama wangapi hivi wameweza kuchujwa, na wale ambao mmewaongeza? Sina hesabu kamili, manake wakati tumechukua makurutu kule nje lazima kutapata kwamba kuna labda wale wako na ndosari kidogo. Tumekuwa na visa ya wachache kidogo wamepatikana, kwa mfano na mimba. Kumbuka katika hizo zoezi ambao wanaanza leo, katika mafunzo ambayo wanaanza leo, ni mafunzo ambayo inahitaji mtu ambaye ako sawa sawa, mwili uko sawa sawa. Kwa hivyo kama kuna dosari yoyote ambayo inaweza fanya mtu azimalize hii muda ya miezi 9, hamna shaka lazima angeondolewa. Wale ambao labda wameweza kureplace ama kuziba ile pengo, sijapata idadi kamili, lakini baadaye nafikiri tutaambiwa, lakini ni kitu ambacho inafanywa seamless na kwa kwamba ni kitu sawa sawa. Naam. Asante sana Bwana Muchiri Nyaga. Na Mashirima, huyo ni msemaji wa polisi ambaye tumekuwa tukisema naye. Nakumbuka zoezi hili lilianza Novemba 17. Wale makurutu wakachukuliwa na idara ya polisi baada ya kesi ile ya mahakama ambao ilikuwa ni mvutano kati ya National Police Service na National Police Service Commission kwa kuwa ni nani anafaa kuwachukua hawa makurutu, na zoezi lile likaendelea, na kwa sasa masomo yale yatakuwa yanaanza rasmi hapa katika chuo cha Kiganjo hii leo, baada ya Inspector General wa polisi Douglas Kanja kuyazindua. Nirejeshe upande wako wa studio.